Habari za kusikitisha zimetoka leo Jumatano Oktoba tarehe 15. Kinara upinzani nchini Kenya Raila Amolo Odinga ameripotiwa kufariki dunia nchini India alipokuwa akipokea matibabu. Inasemekana alipata mshtuko wa moyo, cardiac arrest, wakati wa kutembea asubuhi na baadaye alikimbizwa hospitali ambapo alitangazwa kuwa hayupo hai. Lakini ni muhimu kuelewa historia ya afya yake. Ni ugonjwa gani ulisababisha hali hii mbaya? Leo tunachambua safari yake ya magonjwa na kile ambacho tukio hili linatuonyesha kuhusu hali ya huduma za afya. Kwa muda Raila Odinga alikuwa akipata shaka za kiafya ambazo hazikufahamika wazi kwa umma. Kulikuwa na mjadala mkubwa ndani ya chama chake na pia miongoni mwa vyombo vya habari kuhusu hali yake ya afya. Je, alikuwa mgonjwa kweli au ni propaganda? Awali, baadhi ya viongozi wa ODM walikana madai ya maradhi, wengine wakipuuza madai hayo kuwa ni uvumi wa wapinzani. Mama Ida Odinga mara kadhaa alikana kuwa baba alikuwa mgonjwa. Hata hivyo, mapokeo ya umma yalipozidi kuongezeka, ndugu zake wakapewa nafasi ya kuthibitisha. Seneta Oburu Oginga, kaka mkuu wa Raila, mara ya mwisho alithibitisha kuwa Raila alikuwa na afya dhaifu na alikuwa akirejea India kwa matibabu. Utawala wa ukimya na kutotangaza hali halisi ya afya ya kiongozi mkuu ulizusha maswali mengi na kuonyesha mikosi ya njia za mawasiliano ya vyama vya kisiasa. Raila aliamua kuondoka nchini na kwenda India kwa ajili ya matibabu ya tiba asilia ya Ayurvedic, huku umma ukibashiri dalili za magonjwa ya moyo. Kitendo hiki kinachukuliwa na wengi kama ishara kuwa aliona huduma za sekta ya afya hapa nchini. Viongozi wengi hawana imani na hospitali za umma. Zinapoweka wazi kwamba katika Kenya matatizo kama ukosefu wa vifaa muhimu, uhaba wa wahudumu wa afya, migomo ya madaktari na gharama za huduma za kiafya vinachangia wale wenye uwezo kuweka maisha yao stahili nje ya nchi. Raila alipowasili katika eneo la Kutatukulam, wilaya ya Ernakulam, Kerala, alipokuwa akitegemea kupata tiba ya kuimarisha afya yake, lakini asubuhi ya Jumatano alipokuwa akitembea kwa kawaida alipatwa na mshtuko wa moyo, cardiac arrest. Taarifa zinasema kuwa alikimbizwa hospitalini kwa dharura, lakini licha ya juhudi za daktari, alitangazwa kufariki dunia saa 3:52 asubuhi kwa saa za India. Msemaji wa hospitali alisema kwamba binti yake na jamaa wengine walikuwa naye hadi wakati wa tukio hilo. Kifo hiki kingang'ania mawazo ya wengi. Je, ugonjwa wa moyo uliambatana na matatizo mengine ya msingi? Ilipokea matibabu gani kabla ya tukio hili? Sina uthibitisho wa taarifa zote, lakini inaweza kuwa kulikuwa na dalili za magonjwa ya moyo au mishipa ambazo zilikuwa zikiendelea kujificha. Kifo cha Raila Odinga, kiongozi mkubwa wa siasa za Kenya, kimechochea mjadala wa kitaifa juu ya hali ya huduma za afya nchini. Kwa nini kiongozi mwenye nguvu hawezi kupata huduma bora nchini akiwa mwenyeji wake? Katika mada iliyochapishwa na Standard Media, wanahabari walibainisha baadhi ya viashiria vinavyokwenda sambamba na mizizi ya tatizo: kutokuwepo kwa imani ya viongozi na hospitali za umma. Raila aliamua kutafuta matibabu nje ya nchi badala ya Kenya. Mgomo wa madaktari, uhaba wa vituo muhimu kama ICU, ukosefu wa ambulance katika baadhi ya hospitali za rufaa, kuzuiliwa kwa miili ya wagonjwa waliofariki ikiwa hawajalipia bili hospitalini, jambo linaloadhimishwa kama mfano wa ukosefu wa huruma na mfumo unaoletwa uhasama. Gharama za vifaa na vipimo vya afya vya gharama kubwa katika hospitali binafsi ambazo huweka mzigo wa kifedha kwa wagonjwa na familia zao. Kifo hiki kinahimiza serikali na wahusika wote kuchukua hatua madhubuti kuboresha huduma za afya na umma ili wananchi wote bila kujali hali yao ya kisiasa wawe na uhakika wa huduma bora nchini mwao. Kwa hivyo ugonjwa wa moyo huenda pamoja na matatizo ya moyo na mishipa ndio chanzo cha kifo cha Raila Odinga. Lakini tukio hili ni wito tena kama taifa tukumbuke kwamba viongozi hawapati upendeleo wa ajabu wa kiafya. Kifo chake kinatuhimiza tuangalie upya na kuboresha afya za nchi yetu, kusaidia hospitali za umma, kuongeza vifaa, kuboresha uaminifu wa huduma ili msiba huu usirudi tena kwa mwingine. Huu ni msiba kwa taifa zima. Tazama maendeleo, chunguza ushahidi, na tuombe amani kwa familia yake na kwa Kenya yote. Hii ni taarifa nimekufahamisha kupitia Captain Nyota TV. Mimi naitwa Captain Nyota. Captain Nyota TV number 1. Hey, yo.
Platinum Diamond, Toto la Kimanyema, Chibu Dangote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Photo the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Ugopi.